Ni Apostle PM Simiyu, Voice of Fire, wa kanisa la Winners Celebration Center hapa Kericho, a fellowship where everybody is somebody. Nichukue nafasi mpendwa kukupatia mwaliko katika ibada zetu za siku ya Jumapili. Daudi akasema, nalifurahi waliponiambia twende nyumbani mwa Bwana. Niko hapa kukupa mwaliko wa ibada zetu za Holy Ghost Fire Sunday Fellowship. Nimekuwa nikifunza kuhusu wokovu na tukaona ya kwamba wokovu ni kazi ya Mungu ili mgharimu Mungu kuokoa maisha yetu na kutukomboa katika jina la Yesu mpendwa. Na sasa tunaongea kuhusu baada ya kuokoka ni nini kinapaswa kutendeka, kwa maana wengi waliokoka wakafika, wengi waliokoka ikakuwa sawa. Nisikilize, Mungu akamwambia Musa katika Exodus chapter 3 akwamba, tazama, nimesikia kilio cha watu wangu walioko Misri na nimeona mateso yao. Mimi Mungu nimeshuka ili niwaokoe, ili niwatoe. Mpango wa Mungu. Sikiliza, Mungu akaokoa wana wa Israeli, na nikuambie hivi ya kwamba wote waliotolewa Misri sio wote walioingia Kanani. Kutolewa Misri haikukuwa kazi ngumu. Kazi ngumu ambayo inamgharimu pia mwanadamu ni baada ya kutoka Misri, safari ya barabara ya kwenda Kanani. Hapo ndio mambo ilikuwa mazito. Hapo ndio kulikuwa na ugumu. Walisumbua Musa, walisumbua Mungu, walitatiza kabisa. Ni kwa nini? Ni kwa sababu walitolewa Misri, lakini Misri haikutolewa ndani mwao. Sikiliza sasa, tuangalie. Hiyo ni picha ya wokovu wetu wa siku ya leo katika jina la Yesu. Tunaokolewa na Mungu. Mungu ametuokoa kwa gharama kupitia Kristo Yesu. Na baada ya kutuokoa mpendwa, tumeokolewa na roho zetu zikaokoka 100%. Lakini nafsi zetu bado iko na shida. Bado hatujamjua huyu Mungu ambaye ametuokoa. Bado hatujamjua huyu Yesu tuliye naye. Ni nini tunapaswa kufanya? Kitabu cha Yohana 8:31. Yesu akawaambia wale Wayahudi waliomwamini, ninyi mkikaa katika neno langu, mmekuwa wanafunzi wangu kweli kweli, nanyi mtaifahamu kweli, nayo kweli itawaweka huru. Baada ya kuokoka, jambo lingine unapaswa kufanya ni kufahamu kweli. Unahitaji kumjua Yesu ni nani. Unahitaji kujua mambo haya ya kiungu, ili safari ya wokovu ikakuwa rahisi kwako. Maana watu wameokolewa, lakini safari ndio imekuwa na mazito. Paulo akasema katika kitabu cha Warumi 12 kuanzia 1 na kuendelea, akasema ya kwamba msifuatishe namna ya dunia hii. Wapendwa, ni wengi wameokoka, lakini wanafuatisha namna ya dunia hii. Shida yao iko wapi? Msifuatishe namna ya dunia hii, bali mugeuzwe kwa kufanywa upya kwa nia yenu. Bwana asifiwe. Nafsi yako ndio inahitaji kushughulikiwa. Nafsi yako ndio inahitaji kufunzwa. Baada ya kuokoka, unapaswa kupokea mafundisho. Haya mafundisho ndio yatakao kusaidia kushinda changamoto, kumuelewa Mungu na kumfahamu Mungu. Na safari ya wokovu inakuwa rahisi. Urahisi wa safari ya wokovu ni elimu ya Mungu ulio nayo. Kwa nini kila Jumapili tunaenda kanisani? Kwa nini tunakufanyia revivals? Kwa nini tunakufanyia mikutano? Kwa sababu tunataka umuelewe Mungu na uelewe mambo ya wokovu, ili safari ya wokovu iwe rahisi kwako. Jumapili hii nitakuwa nikiongea kuhusu mbali mugeuzwe kwa kufanywa upya kwa nia yenu. Kile ambacho kinaweza kukagugeuza sio maombi, sio kufunga, sio kutoa sadaka, sio kutoa dhabihu. Ni elimu ya Mungu peke yake. Ni mafundisho peke yake ndio inaweza ikakubadilisha ukamuelewa Mungu na ukafuata njia kwa njia iliyo kweli. Wana wa Israeli ambao walitolewa Misri, na Mungu alikuwa ni taifa la Mungu, ni wana wa Mungu. Lakini Musa alipoenda kufunga siku 40, aliporudi alipata wamejifanyia miungu ingine. Shida ya wao ilikuwa ni nini? Waliokolewa na Mungu, lakini hawakumjua Mungu. Niko hapa kusema ya kwamba wengi wameokolewa, lakini hawamjui Yesu ni nani na hawamjui Mungu.
na kukaribisha Jumapili hii tukaweze kupokea mengi katika jina la Yesu Kristo. Kanisa la Winners Celebration Center linapatikana Kericho Town, nyuma ya Shivlin Supermarket, kwa uwanja wa Soek Driving School. Kuja pale utapata kanisa limejengwa na vioo. Hapo ndio tunakutana. Mpendwa, umebarikiwa katika jina la Yesu. Amen. Amen.